فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التعامل مع أهل البدع في أمور البيع والشراء في أمور الدنيا؟ لا بأس بذلك. البدعة ما تدخل في المعاملات، هذا ما أباح الله البيع والشراء. حتى الكفار من تبيع وتشري منهم، بلى تبيع وتشري منهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، ndugu zanguni Waislamu, tuko katika majlisi hii kwa lengo la kufahamishana na kueleweshana yale mambo yanayofungamana na dini yetu. Na miongoni mwa mambo muhimu kabisa ambayo Muislamu talibul ilmi anatakiwa kuyafahamu ufahamu sahihi, anatakiwa kuwa na maarifa nayo, maarifa sahihi, ni jambo zima la kuwahama watu wa batil, jambo la kujitenga na kujiweka mbali na watu wa batil. Jambo hili
ni katika yale ambayo anatakikana talibul ilmi alifahamu vyema kabisa, kwa sababu kutolifahamu jambo hili vizuri ni sababu ya mtu kuingia katika makosa, wa huwa yadhunnu annahu ala alhaqi almubin, ili hali yeye akiwa anadhani ya kwamba yupo katika haki ya wazi kabisa, kumbe ma'al asaf yupo katika ufahamu wa kimakosa, ufahamu ambao si wa sawa. Kwa hiyo basi tutajaribu kulizungumza jambo hili, na nukta kubwa ya msingi katika majlisi hii itakuwa ni katika kuelezea hukumu ya kuamiliana na watu wa bid'a walhizbiyin fi umuri dunia. Ni upi mtazamo wa kisheria juu ya kuamiliana na watu wa bid'a, mahizbi, katika mambo ya kilimwengu? Ni upi uelewa sahihi katika jambo hili? Hii haswa ndio itakayokuwa maudhui yetu kwa leo. Lakini kwa kuwa inafahamika ya kwamba ahlus sunnati wal jamaa min usulihim, miongoni mwa misingi yao ni wujubu mujanabati ahli al-batil min al-mubtadi'ati wal-hizbiyyin. Kwa kuwa miongoni mwa misingi ya da'wa hii ni kujitenga na kujiweka mbali na watu wa bid'a, ni kujitenga na kujiweka mbali na watu wa batil, ni kujitenga na kujiweka mbali na hizbiyin, mahizbi. Tutaanza kulielezea jambo hili, halafu tutaingia katika kueleza nukta tuliyoigusia. Ifahamike ndugu zangu ya kwamba jaat adillatun kathira min alkitabi was sunnah, zimekuja dalili nyingi tu katika kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, allati tujibu mujanabata ahli albatil, ambazo zinawajibisha kujitenga na kujiweka mbali na watu wa batil. Minha qaulullahi jalla wa ala, wa qad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati llah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayrih innakum idhan mithluhum. Al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya aya hii anasema, na kwa hakika tumeteremsha katika kitabu, yani al-Qur'an, an idha sami'tum ayati llah, ya kwamba mtakapozisikia aya za Allah, yukfaru biha, zinafanyiwa kufru, wa yustahza'u biha,
na zinachezwa shere, zinafanyiwa mzaha na watu fulani, wanazikufuru aya za Allah, wanazifanyia mzaha aya za Allah. Mkisikia hilo, basi fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, msikae na watu hao, msikae na hao watu wa batil, msikae na hao watu wa bid'a, msikae na hao watu wa maasiya, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, msikae na hao wanafiki, msikae na hao makafir. Watu wote kwa jamii zake zote, watu wa batili kwa sampuli zao zote, wanapokuwa wanafanya jambo hili la kuzicheza shere, kuzikufuru aya za Allah jalla wa ala, basi nyinyi fala taq'udu ma'ahum, msikae pamoja nao, msikae pamoja nao mpaka watakapoingia katika mazungumzo yasiyokuwa hayo ya batil. Aya hii ukitazama tafsiri za ulama almutaqaddimuna minhum walmutaakhirun, ukitazama tafsiri za wanawachuoni wa hapo kale na waliokuja baada yao, utakuta wanabainisha maana iliyobebwa ndani ya aya hii. Yaqulu al-Imam at-Tabari rahimahullah, al-Imam at-Tabari rahimahullah wakati alipokuwa akiifasiri aya hii, wa huwa imamul mufassirin rahimahullah, naye ni imamu wa wanawachuoni wa tafsiri rahimahullahu jalla wa ala, ameyazungumza maneno yafuatayo. Akasema, wa fi hadhihi al-aya ad-dilalatu al-wadiha ala an-nahyi an mujalasati ahli al-batil min kulli naw'in, na katika aya hii kuna ushahidi wa wazi kabisa juu ya makatazo ya kukana watu wa batil, min kulli naw'in, kwa sampuli zao zote, min almubtadi'ati walfasaqah inda khawdihim fi batilihim, wakiwemo watu wa bid'a, wakiwemo mafasiki, watu waovu, walevi na mfano wao katika watu wa mafasiki, inda khawdihim fi batilihim, wanapoizama katika batili zao. Kwa hiyo aya hii imebeba ujumbe huo, ya kwamba haitakikani kujichanganya, kukaa, kushirikiana na watu wa batil. Lakini si yeye tu aliyeyasema hayo. Katika wanawachuoni wa tafsiri, minhum al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, al-Maliki. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah katika tafsiri yake na yeye akawa ameyasema maneno yenye kuonyesha ya kwamba aya hii ni dalili juu
ya kujiepusha na kujiweka mbali na watu wa bid'a, kujiepusha na kujiweka mbali na watu wa batil. Na tunaposema watu wa bid'a, la farqa baina almubtadi'a walhizbiyin, wote wanaingia katika zumrati ahli albid'a. Inawezekana tofauti yao ikawa ni katika majina tu, lakini ule uhalisia, mahizbi ni watu wa bid'a kama walivyokuwa watu wa bid'a wengine, isipokuwa musamma huu wa alhizbiyun ni musamma ambao umezuka kulingana na zama zetu na zama za kabla yetu kidogo. Nikisema umezuka, simaanishi ya kwamba hauna asili, hapana, na maanisha ya kwamba umekuwa ukionekana watumika zaidi kuliko zama za mwanzo. Zama za mwanzo ni ngumu sana ukasoma katika vitabu vya wanawachuoni wa miaka ya 200, miaka ya 150 huko, miaka ya 200, miaka ya 300, halafu ukute wanatumia neno hizbi kwa kuwakusudia watu wa bid'a hizi. Ni mara chache ukute jambo hilo. Vitabu vyao vimesheheni kuelezea kuhusiana na bid'a, wakitaja wanataja bid'a. La tujalisu ahla albid'a fa inna mujalasatahum mumridatun lilqalbi. Hapo wanakusudia bid'a, ambao sasa katika hao watu wa bid'a wanaingia hawa mahizbi, ambao sisi zama zetu mara nyingi wanaitwa ni mahizbi. Na mara nyingi ukisikia mahizbi wanakusudiwa zaidi hawa ambao walikuwa wanajinasibisha na sunna lakini wakakhalif sunna, walikuwa wanajinasibisha na as-salafiyya thumma kharaju anha, walikuwa wanajinasibisha na as-salafiyya kisha wakatoka katika daira ya as-salafiyya kwa kukhalif kwa misingi ya ad-da'watu as-salafiyya. Kwa hiyo mara nyingi likawa latumika neno hili kwao, hizbiyun hivyo. Lakini ukija katika musamma wa uhakika ule, wanawachuoni wetu wa zama hizi wanaposema hizbiyun wanawaingiza katika zumra ya ahli albid'a, katika jopo na kundi la watu wa bid'a. Kwa usije ukachanganikiwa ukisikia hawa ni watu wa bid'a, hawa ni mahizbi, ukahisi kwamba hawa ni wengine na hawa ni wengine. Kulluhum mubtadi'a, wote ni watu wa bid'a hao. Idha fahimtum hadha barakallahu fikum fa'lamu anna hadhihi al-ayat wa hadhihi al-adilla tashmalu al-mubtadi'a wa tashmalu al-hizbiyyin. Kwa hiyo mkiwa mmelifahamu hili, mnatakiwa sasa mfahamu ya kwamba hizi aya za uwajibu wa kujiepusha na kujitenga na watu wa bid'a zinawaingia hao watu wa bid'a kwa hiyo maana tuliyoitaja, na zinawaingia hawa mahizbi kwa hiyo maana tuliyoitaja. La farqa bainahum fi hadha. Kwa hiyo al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah al-Maliki akawa na yeye ameeleza jambo hili. Faqala rahimahullah, wa idha thabata tajannubu ashabil maasi kama bayanna fatajannubu
ahli albid'i wal ahwa'i au la. Ikiwa kumethibiti kuwahama na kujitenga, tajannub ni kule kujitenga na kuwahama. Kwa ikiwa kumethibiti kujitenga na watu wa maasiya, watu wa madhambi, kama bayanna, kama tulivyobainisha, fatajannubu ahli albid'i wal ahwa'i aula, basi kujiepusha, kujitenga na kujiweka mbali na watu wa bid'a, jambo hilo ni aula, ni bora zaidi. Jambo hilo ni nini? Ni aula, ni bora zaidi. Kwa hiyo ukiyatazama maneno ya mwana wa chuoni huyu, Allah amraham, utaona wazi kabisa ya kwamba jambo la kujitenga na kujiweka mbali na watu wa bid'a ni miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa yanafahamika, yanatambulika tangu hapo kale, na wala si jambo ambalo wamekuja nalo watu wa zama hizi, akina Sheikh Rabi' rahimahullah, akina Sheikh Al-Albani rahimahullah, akina Sheikh Ibn Baz rahimahullah, akina Al-Sheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Sio kwamba ni jambo wamekuja nalo wao wakawa watu wanawashambulia kwa maneno mabaya, kwamba hawa kazi yao ni kuwagawa watu, hawa kazi yao ni kuwatenganisha watu. Watu walikuwa kitu kimoja, wakaja hawa kuwagawa watu. La, huo ni msingi upo hata kabla hawajazaliwa, si wao, si baba zao wala babu zao. Msingi huu upo, yani msingi huu unatambulika na unafanyiwa kazi kabla hata babu yake al-Imam al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali kuzaliwa, kabla hata babu yake na al-Sheikh al-Imam al-Allama al-Albani kuzaliwa, kabla hata babu yake na al-Imam al-Allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i kuzaliwa, wala al-Allama faqihul asri Ibn Uthaymin babu yake kuzaliwa. Achilia mbali wao, hata hao babu zao kabla hawajazaliwa, msingi huu upo. Kwa si msingi kwamba eti wamekuja nao wao kwa lengo la kuwagawa Waislamu. La, ni jambo lipo katika mambo ya kiilmu, ni jambo lipo. Lakini pia kujiweka mbali na watu wa bid'a, kujiweka mbali na watu wa batil ni sehemu ya kujiwekea kinga wewe, ili wasikuathiri na wewe ukawa umeathirika na batili zao na bid'a zao, na wewe ukawa miongoni mwao. Kwa ni mimbabi alhimayati, ni katika mlango wa kujihami ili usije ukaathiriwa na batil. Lakini pia ni mimbabi azzajri, ni katika mlango wa kuwakemea watu wa batil, sababu wanapoona wametengwa, wamehamwa, inaweza kuwa ni sababu ya wao kujirudi wakaja katika haki. Na ndio maana ikawa imepokelewa hadithi na wanawachuoni wakawa wanaitumia katika mlango wa kuwatahadharisha watu na watu wa batil, watu wa bid'a, watu wa maasi na munkarat, kama ilivyopokelewa kutoka kwa Abu Burda ibn Abi Musa
amepokea an abihi radhiyallahu ta'ala anhu, amepokea kutoka kwa baba yake, Allah amridhie. Qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam, mathalul jalisi salih wal jalisi su kamathali sahibil miski, mfano wa rafiki, mfano wa swahiba yule unayekaa naye na kusuhubiana naye, mfano wa suhuba au swahiba ambaye ni mwema, na swahiba na mtu unayesuhubiana naye na kukaa naye ambaye ni muovu, mfano wake kamathali sahibil miski, ni kama vile mtu wa miski, muuza miski. Wa wakiri al-haddad, na mfano wa yule mfua vyuma. Kisha akasema fasahibul miski, huyu muuza miski huyu, imma tashtarihi, imma utainunua hiyo miski kutoka kwake. Hiyo ni faida ya kusuhubiana naye na kukaa naye karibu. Au tajidu rihahu, imma utanunua hiyo miski kwake, na ni faida hiyo kwa sababu unapata manukato, au utapata harufu ya hiyo miski kutoka kwake. Kwa hiyo wanawachuoni wanasema hii ni miongoni mwa faida za wewe kusuhubiana na mtu mwema, sababu hapa ameelezewa huyu mtu mwema mfano wake ni mfano wa huyu muuza miski. Kwa kusuhubiana na mtu mwema utapata faida wewe, atakuongoza katika dini yako, atakunasihi katika mambo mbalimbali ya dini, atakukataza katika mambo mbalimbali ambayo ni ya mukhalafat. Kusuhubiana na mja mwema, mtu mwema. Lakini sasa huyu mfua vyuma huyu, yeye pia kuna immatani, an yuhriqa thiyabaka au badanaka, imma atauunguza mwili wako, an yuhriqa badanaka, imma atauunguza mwili wako, atakuchoma huyu, sababu mfua vyuma zinatoka cheche pale kwake, ukikaa naye karibu zile cheche zinaweza zikakuunguza wewe. Wa hadhihi khasaratun, na hii inazingatiwa kuwa ni khasara. Lakini pia asipokuunguza wewe au thawbak, ataiunguza ile nguo yako. Wa hadhihi aidan khasaratun, na hii pia inazingatiwa kuwa ni sehemu ya khasara. Au tajida minhu rihan khabitha, au utapata kutoka kwake harufu mbaya. Kwa hiyo kusuhubiana na watu wema kuna faida, na kusuhubiana na watu wa ovu min ahli almaasi walbid'i walmunkarat kuna khasara. Na ndio maana wanawachuoni akiwemo al-Imam al-Bukhari rahimahullah akawa ameitumia hadithi hii, na pia al-Imam Abu Daud rahimahullah akawa naye ameitumia hadithi hii, na wengineo katika ulamauna wakawa wanaitumia hadithi hii juu ya kufaa kuwahama watu wa bid'a na munkarat, kwamba hadithi hii ni sehemu ya hujja kwamba haifai kusuhubiana na watu wa batil,
haifai kusuhubiana na watu wa bid'a. Kwa hiyo kwa kujengea juu ya dalili za sampuli kama hii, wakawa wanawachuoni wa sunna wamekuwa na maneno magumu kabisa, maneno makali kabisa katika kuwatahadharisha watu kusuhubiana na watu wa batil.